Mchezo umetamatika wa Simba na Polisi Kenya. Mchezo ulikuwa mzuri, mchezo ulikuwa wa kiushindani, timu zote zimecheza vizuri, lakini ndio hivyo. Bahati ilikuwa upande wa Polisi Kenya, wamepata goli, wametumia nafasi ambayo wameipata, na sisi binafsi tulishindwa kutumia nafasi ambazo tulizipata. Pamoja hazikuwa nyingi kiasi hicho, lakini timu ilikuwa inacheza, lakini kwa tahadhari kubwa, kwa kutunza energy kwa ajili ya mchezo wa ngao ya jamii ambao utapigwa tarehe 12 New Amani Zanzibar. Kwa naamini wana Simba ambao mlikuwa uwanja wa Uhuru, msijisikie vibaya. Ni mechi ya kawaida, ni mechi ya tamasha, na sio tamasha letu la kwanza kufungwa. Kumbukumbu yangu kweli ni muda kidogo, mpaka tamasha letu la mwisho kufungwa ilikuwa dhidi ya TP Mazembe, na pia tulifungwa goli moja kwa sifuri. Kwa hiyo wana Simba msisononeke na msichukie, kwa sababu nimeanza kusikia baadhi ya mashabiki wakisema wao mchezaji huyu kamsajili fulani, huyu kamsajili fulani. Tuache kuzungumza vitu ambaye havina maana na havina tija. Sawa, hao wachezaji wote ni wachezaji wa klabu ya Simba na wote wamekuja kuipambania Simba. Tuwape moyo na tuwape muda tuweze kufurahia matunzo yao zaidi, kwa sababu tumeona Ibrahim Jabel kaingia kafanya kazi yake vizuri tu, ni mchezaji ambaye kama yuko na Simba muda mrefu. Umeona Karesto tumemwona pia amefanya kazi yake, ni mchezaji ambaye ana uwezo mkubwa uwanjani, lakini ana uwezo mkubwa wa kufanya ule uwezo wa ziada ameuonyesha leo. Kwa hiyo mimi naamini wana Simba tuendelee kutulia, tuendelee kunywa mtoli. Simba hii itatufikisha mbali sana msimu huu, sio kwenye ligi tu, hata kwenye mashindano makubwa barani Afrika. Nazungumzia Champions League. Kwa hiyo kama wana Simba tuendelee kuipongeza timu yetu, imecheza vizuri, imecheza kwa ushindani, lakini hii yote ni mazoezi ya kuelekea tarehe 12. Lakini haikuwa mechi ya kiushindani kwamba tunatafuta pointi 3 au tunatafuta kombe hapa. Hii ni ngao ya jamii. Maana nasema ngao ya jamii, hili ni tamasha ambaye tulishawahi kufungwa kwenye matamasha, na nimewakumbusha hapo mechi ya mwisho kufungwa ilikuwa dhidi ya TP Mazembe Benglebe, uwanja Benjamin Mkapa. Kwa hiyo naamini binafsi imejirejea tena leo baada ya miaka kadhaa tulikuwa tunashinda. Kwa hiyo hii ni jambo la kawaida. Tunajipanga kwa ajili ya michezo ya kimashindano. Mchezo wa ngao ya jamii, lakini pia mchezo wetu wa kwanza wa ligi tarehe 16 ambaye tutaupiga kule Bukoba dhidi ya Kagera Sugar. Kwa hiyo naamini tujipange sawa sawa kwa ajili ya ligi, lakini tujipange kwa ajili ya mashindano makubwa barani Afrika ambaye ni Champions League, ambaye draw yake tayari imeshatangazwa hivi karibuni. Kwa hiyo wana Simba tutulie, tusiwe na papara. Nimewasikia baadhi yao ambao wanazungumza. Huo sio muda wa kupiga kelele. Tutulie, maduli yanakuja. Timu tunayo. Timu tunayo, kikubwa ni sisi kuisupport timu. Hapo tumecheza tukiwa wenyewe tu, tuko plain, yani nazungumzia ambaye tuko weupe. Umeona? Hakuna chochote ambacho kinaendelea, lakini tukirudi kwenye mipango yetu mkakati, naamini tu huyo mchezaji ambaye watu wanaanza kuona kama hawamuelewelewe ndio mchezaji ambaye ataimbwa sana msimu huu. Ibrahim Dube, mimi napenda kumuita Victor Osimhen, atapiga sana mabao. Kwa sababu leo sikuona hizo rada akapata clear chance rada 3 4 afu kakosa. Nafasi ambayo mnaiona kapata, maana yake aliona kuna mwenzake kama muamua kumpa mpira ili afunge. Aliona kwenye engo ambaye yupo anawezekana asifunge. Lakini mtu bado anaenda kumtofasiri kwamba kwa nini asipige moja kwa moja. Kisa tu kwamba ile mechi tumeenda kufunga. Kwa hiyo wana Simba tuondokane na hiyo miemko. Hii ni timu yetu na imesajiliwa wachezaji wengi wamekuja, lakini hao waliokuja pia ni wazuri, kwa sababu wachezaji wetu wa msimu ulioisha bado tunao. Hao walioingia wamekuja kuongeza nyama na tumeona bado wana uwezo mkubwa kuja kuipambania klabu yetu. Shida iko wapi? Tutulie, tuendelee kunywa mtoli kama nilivyosema. Timu tunayo, kikubwa tuiheshimu na tuheshimu benchi letu la ufundi na wachezaji tuwaheshimu kijumla. Jukumu letu ni kuwasupport kama wachezaji wa 12. Lakini tusiwe watu wa kuanza kukosoa mapema tu. Hayo maneno tuache wazungumze upande wa pili. Tusubiri mabounce kesho tuwaone. Ndio kesho siku ya kuangalia kesho. Tuangalie mabounce nao wanafanya nini, wanajipangaje kuelekea kwenye mchezo wa tarehe 12 ambao utapigwa pale New Amani Zanzibar siku ya Jumatano. Mimi kama Mnandi Junior Mfalme wa Nyika naamini nipo Iringa, lakini kesho panapo majaliwa insha Allah nitaanza safari ya kurejea Dar es Salaam na pia nitaanza safari ya kuvuka maji na kuelekea Zanzibar kwa mara yangu ya kwanza msimu huu. Namuomba Mwenyezi Mungu aweze kuniwezesha niweze kufika Zanzibar kwa sababu tayari nimeshajipanga kuelekea Zanzibar. Kwa hiyo nikirejea tu napumzika tu Jumatatu, Jumanne inshallah panapo majaliwa na kwa boti safari ya Zanzibar kwenda kumkanda mtu. Lazima nikamkande na lazima nirudi na pipa nikachimbe dawa. Sirudi na boti, narudi na pipa. Nadondoka Temeno tu mapema safari ya kwenda kuchimba dawa kwa mara nyingine Jangwani. Kwa kitimu hiki lazima nikanyage goli nyingi. Kwa Simba hii niliyoiona hii Simba ni hatari. Toa mtu weka mtu. Sasa unategemea Simba hii tunashindwa kufanya vizuri? Tutashindwa kufika mbali? Naamini kwa Simba hii tutafika mbali zaidi. Tutafanikiwa kwenye yale yote ambayo tumejiwekea. Kikubwa mimi leo nimeenda kuangalia kikosi changu. Je, wachezaji wale wengine ambao nilikuwa bado sijawaona leo nimepata bahati ya kuwaona, kwa sababu kama Ibrahim Jabari alicheza mechi iliyopita ile kule dhidi ya Singida, lakini mimi binafsi sikuweza kuiona ile mechi kwa sababu nilikuwa kwenye usafiri naelekea zangu Karatu kule mkoani Arusha kwa ajili ya kwenda Ngorongoro kwenye uzinduzi wa Simba Day. Lakini leo kwa bahati nzuri nimefanikiwa kumuona na ni kweli ni mchezaji. Tumepata mali. Naamini binafsi jicho la tatu limeona pale. Steven Baka umemulika vizuri. Umemleta kijana kutoka Stellenbosch na amekuja kweli kuipambania Simba kama alivyokuja Ismail Tule. Kwa hiyo naamini binafsi mboga moto, ugali moto na maji pia ya moto. Kwa hiyo naamini hao wenzetu walioleta mabounce tuwasubiri tu kesho wamalize na wabo na Nzalao tukutane kule. Kule ndo tutajua nani ni nani. Mbivu itajulikana kule na mbichi itajulikana kule. Kwa hiyo sasa hizi sio muda wa kutiatia maneno na nini. Tutulie wana Simba.
Mimi binafsi naiona mbali sana Simba hii msimu huu. Naiona mbali. Yaani kombe la klabu bingwa ingewezekana tu bwana Musepe tukabidhi mapema. Yaani ni mali yetu. Halina namna. Angetukabidhi tu mapema, mambo mengine yaendelee. Sioni kama kuna mtu mwingine ambaye msimu anaweza katusumbua kwenye Champions League kwa timu jinsi ninavyoiona hii. Sawa? Hapo bado hatujaiombea madua yetu yale. Tukishaiombea madua yetu inakuwaje? Yaani huyo Ismail Tule mwenyewe mnamzungumza lakini huyo pia Dumbia mnamzungumza atafunga sana. Yaani atafunga mpaka nyinyi wenyewe mtaona shida. Umeona bwana? Huyu ni mchezaji ambaye nimemwangalia kwa jicho la tatu. Kwanza ana umbile vizuri, kaenda hewani, ambao ni wachezaji wachache sana kwenye eneo la umaliziaji wanakuwa warefu kiasi hicho. Kwa hiyo naamini binafsi tumepata mtu kwa sababu nafasi hiyo wachezaji warefu nataka tuwapate kwenye mabeki wakati au goalkeeping, lakini tumepata mchezaji wa mbele ameenda hewani. Mimi naamini binafsi huyo atakuwa yaani yeye hainami, huyo anakuwa anagusa tu anafunga kama alivyofunga Singida siku ile. Kwa hiyo naamini binafsi mechi za kimashindano Dumbe utamjua, lakini kwenye mabonanza usitaki umpime kwenye mabonanza. Timu yote imecheza kwa kutunza energy kwa ajili ya mchezo wa tarehe 12. Sidhani kama Simba leo walipambana kwa 99% kwa ajili ya kupata matokeo kwenye mchezo wa Simba Day. Mimi naamini binafsi walicheza kama tamasha, lakini kama wangepata matokeo ingekuwa vizuri zaidi, lakini binafsi hawakucheza kwa ushindani mkubwa kiasi hicho, lakini naamini walicheza kwa kutunza energy na kuacha kutafuta majeraha kwa wachezaji wetu kuelekea mchezo kwa sababu nimeona jamaa walikuwa wanacheza rafu sana. Kwa hiyo kama tungeendelea vile tungepata injury wachezaji wengi ingetukosti. Kwa sababu unaona Yusuf Kagoma akatoka mapema tu kwa sababu alikuwa tayari washamgonga. Kwa hiyo naamini binafsi hatuwezi kukubali kupata injury kwenye mchezo wa Bonanza alafu tukashindwa kwenda kufanya vizuri kwenye mchezo wa mashindano. Kwa hiyo mimi naamini binafsi wana Simba tutulie, tuendelee kuipambania timu yetu, tuendelee kuwa support wachezaji wetu, benchi la ufundi, viongozi kwa ujumla ili tufike nchi ya ahadi msimu huu. Mimi naamini tukipambana wote kwa pamoja tutafika nchi ya ahadi. Lakini kama tutaanza kutoana kwenye njia hatuwezi kufika nchi ya ahadi. Mimi naamini hilo. Lakini hao nyuma kwenye mwiko mpaka sasa nashangaa watu wako kimya. Taarifa imetoka FIFA kwamba wamefungiwa miaka 3 kuto kusajili, lakini mpaka sasa hakuna chombo chochote cha habari ambacho kinazungumza hili jambo. Lakini ingekweli tukio limetokea upande wa Simba, saa hizi vyombo vyote vya habari Simba wamefungiwa, Simba wamefungiwa, Simba wana viongozi, yani maneno yangekuwa mengi, yani zihaka zingekuwa mengi na kebei zingekuwa nyingi. Lakini kwa sababu nyuma kwenye mwiko waandishi wa habari wako chini sasa hizi, wako kimya kama hakuna kitu chochote kinachoendelea. Kwa hiyo naamini binafsi sisi tunaamini kwamba sisi ni timu bora na ndio maana tunazungumziwa. Lakini wao kwa sababu ni timu ya kawaida na ndio maana haizungumziwi. Kwa hiyo mimi naamini binafsi sio shida zetu, kikubwa kuendelea kujipanga sawa sawa kuhakikisha kwamba tunaenda kuanza mashindano vizuri. Hicho ndio jambo la msingi. Sisi kama wanachama kupitia matawi yetu tunajua majukumu yetu kuelekea mwanzo wa msimu. Kwa hiyo tujipange kuhakikisha tunaisupport timu yetu kinaga ubaga, kila namna, kuhakikisha kwamba Simba inaenda kukusanya mataji yote hapa ndani, lakini pia tunaenda kubeba ubingwa wa Afrika msimu huu. Hayo ndio malengo yetu na ndio target yetu. Hatuna target nyingine kubwa zaidi ya kubeba ubingwa wa Afrika. Hicho ndio kitu ambacho sasa hizi wana Simba wote tutakuwa tufocus nacho. Hivyo vitu vingine vyote vitakuwa nyuma ya speaker, tunaendelea kusikiliza milio. Lakini ninachokiamini sisi kama wana Simba tupambane kuhakikisha msimu huu tunaenda kuwa mabingwa wa Afrika. Na nauona ubingwa wa Afrika upo. Kikubwa ni kuwasupport wachezaji wetu, benchi la ufundi, kuhakikisha tunaenda kuwapa support mwanzo mwisho. Tunaenda uwanjani kwenye mechi zetu zote kuhakikisha kwamba Simba inapata ile nguvu ya mshabiki wa 12, lakini tusiwe tunachagua mechi za kwenda uwanjani. Kila mechi twende uwanjani tukisupport timu kuhakikisha inapata matokeo mazuri.